Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Hebu fikiria, umeandika dokumenti yako vizuri kabisa kwenye Microsoft Word, lakini bado inaonekana ya kawaida sana, haina mvuto na haionekani ya kitaalamu. Sasa swali ni hili: je, unajua unaweza kubadilisha muonekano wa dokumenti yako yote kwa sekunde chache tu bila kubadilisha kila kitu kimoja kimoja? Leo tutazungumzia kuhusu Design Tab, ambapo tutaongelea kuhusu document formatting. Design Tab, kama utafungua dokumenti yako, inapatikana juu huku kwenye menu tab. Yaani ukienda huku juu kuna sehemu imeandikwa Design. Kwa hiyo ukiklik hapo utakuwa umefungua Design Tab. Utakutana na sehemu nyingi kama unavyoona. Kuna page background na document formatting. Leo sisi tutaanzia kwenye sehemu ya themes hapo, kisha tutaendelea na sehemu nyingine. Kwa hiyo tuanze na themes. Themes ni mchanganyiko wa font, hati, rangi na style ambazo hubadilisha muonekano wa document yako mara moja. Yaani, kama utafungua document yako na ukaenda kuklik kwenye sehemu ya themes, sehemu kama hii itafunguka. Hapa utakuwa na uwezo wa kuchagua aina ya themes unayohitaji. Yaani, ukichagua themes, basi utaona na zile hati kwenye document yako zinavyobadilika rangi kwenye heading ama title, lakini pia zinavyobadilika aina ya maandishi. Kwa mfano tu click hii hapa. Ukiklik moja kwa moja, maana yake document yako nzima yote inabadilika kwa mara moja tu. Huna haja ya kubadilisha sehemu moja moja kila wakati. Hii ndio raha ya kutumia themes. Yaani unakwenda kwenye aina ya themes, unaichagua na document nzima inabadilika. Ni kama vile una simu yako moja ama una simu tatu za aina moja, lakini simu hizo ukazitumia aina ya themes tofauti. Hapo unaweza ukabadilisha ule muonekano wa namna inavyoonekana. Vile vile unaweza ukareset ile themes kulingana na ile template ya mwanzo. Yaani ukiklik reset, basi document yako inarudi kule awali. Lakini pia unaweza ukabrowse themes kama umesave aina ya themes. Lakini pia unaweza kusave hii themes ambayo uko nayo hapa. Kama umeipenda unaisave na inakuwa ndio themes ambayo unaweza kutumia kwenye document nyingine. Na tuhamie kwenye kipengele kingine sasa. Sasa tunahamia sehemu hii hapa. Sehemu hii inafanya kazi sawa sawa na sehemu ya themes. Yaani kama utaklik aina moja hapo, so unaona namna zinavyobadilika zile heading na vitu jengine. Yaani unaweza ukachagua themes unayohitaji, unaiona namna inavyobadilika document nzima kwa wakati mmoja. Nadhani tunaelewana vizuri sana. Sehemu hii pia unaweza kuifanyia vizuri ukiwa utazingatia kwenye sehemu ya color. Tutaona hapo mbele kidogo. Hebu turudishe dokumenti yetu kwenye uasili wake ule wa mwanzo. Na hisi asili yake nzuri hii hapa itakuwa ndo ile nzuri kama ya mwanzo. Nadhani tunaiona hapa. Sasa tuhamie kwenye color. Hapa tunabadilisha rangi ya hizi heading na mambo mengine. Yaani kama utaklik mfano color, moja kwa moja document yako sasa itakuwa ina rangi fulani ambayo imebadilika kulingana na rangi ya hapo. Unaweza ukachagua muundo unaohitaji huku, ukaklik kwenye ule muundo na document ikabadilika. Hebu tuje kwenye color ambayo utaiona vizuri yale mabadiliko yake. Labda tuchague hii hapa red. Umeona document yetu ilivyobadilika rangi. Sasa hapo inategemeana na sehemu hii hapa, ambayo hii sasa ukiklik unaona namna zinavyobadilika zile rangi kwa mujibu wa rangi unazobadilisha huku. Yaani ukibadilisha rangi huku na sehemu hii hapa ya document formatting nayo inabadilika. Kwa mfano tunachagua violet, tuna click na document yetu inabadilika kuwa katika hali fulani ya violet. Lakini ukija huku pia unaona bado namna zinavyobadilika hizi sehemu. Kwa hiyo sehemu hii hapa
zinaingiliana na sehemu ya color. So hamie kwenye font. Font hapa unabadilisha aina ya hati ama maandishi. Ni kazi rahisi tu, unakwenda kwenye sehemu ya font, unachagua aina ya font unayoihitaji wewe. Kwa unachagua kwamba labda tuseme unahitaji, mfano ukihitaji Times New Roman, unaweza ukaklik Times New Roman, yoyote ile ambayo unahitaji unaiklik. Kwa hiyo hapa kazi yake ni hivyo tu. Nadhani tumeelewana. Tumeshasoma sana huko nyuma tulikotoka, namna ya kubadilisha hati na vitu vingine. Kwa hiyo nadhani hapa hitaji maelezo sana. Vile vile kuna sehemu inayoitwa effect. Hii inabadilisha muonekano wa shapes, smarters na graphic nyingine ndani ya document yako. Ukichagua effect tofauti, muonekano wa shapes zako utabadilika. Ni kama kuweka filter vile kwenye picha. Yaani picha ile ile, lakini ukiweka filter tofauti inaonekana tofauti kabisa. Ni hilo sasa. Tuanze kuingiza kwanza shape. Tuseme tunaingiza shape hapa. Tunachagua shape yetu, kisha tunaingiza kwenye document ili tuone namna gani sehemu ya effect inafanya kazi kwenye design tab. Then tunaenda kwenye design tab. Tunakuja sasa kwenye sehemu ya effect. Ukiklik hapa unaiona hiyo shape yako namna inavyobadilika. Kwa kadri unapochagua aina ya effect, basi unaona namna ile shape yako inavyo, kuna vitu kwamba vinaongezeka. Ni hivyo tu kwenye sehemu ya shape hapa, kwenye sehemu ya effect. Hapana maelezo mengi. Hebu tuiondoshe shape yetu, tuendelee na sehemu nyingine. Okay, na sasa tutaendelea kwenye sehemu ya paragraph spacing. Sehemu ya paragraph spacing inatuwezesha kubadilisha nafasi kati ya mistari na paragraphs kwenye dokumenti nzima. Yaani una click mara moja tu unabadilisha muonekano mzima. Badala ya kurekebisha paragraph moja moja, hapa tunachagua style moja tu na dokumenti yote inabadilika. Ni hivi, tunaenda kwenye sehemu ya paragraph spacing. Utachagua aina ya paragraph ambayo wewe unaihitaji. Sehemu hii inaweza kutusaidia sisi kubana karatasi. Kwa mfano, hebu tuchague, let's say tuchague hii hapa, relaxed. Ukichagua hii na i-click hapa, ukija huku kwenye document yako unaona namna nafasi zilivyoachana mpaka kwamba tukapata sasa tuna peji 2. Sasa basi, kama utakuja utachagua mfano no paragraph spacing, unaona document yako inavyoonekana ni page moja tu. Kwa hiyo hii huwa inakusaidia sisi kufanyaje, kubana hizi karatasi. Kwa unaweza ukaacha nafasi nyingi ili zisomeke vizuri, au unaweza ukafanyaje, ukabana karatasi. Tunaenda kwenye settings default. Kama umependa style ambayo ipo hapo, labda aina ya hati unazotumia na zile nafasi ambazo umeacha kupitia paragraph spacing, unaweza ukaklik sehemu hiyo ya settings default ukaiacha na tick. Mimi bwana, leo nimependa sana mfumo huu hapa, yani document katika style hii hapa. Ndo style ambayo nimeondoka nayo leo, ndo style pendwa kabisa. Sinadhani wewe mwenyewe unajionea. Bwana, tukutane kwenye video ijayo. Huko bwana, tutazungumza kuhusu page background. Nikusihi tu usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.